Je, inawezekana kuwa na maambukizi ya HIV bila kujua kabisa? Watu wengi huamini kwamba lazima wawe na dalili ili kujua kama una tatizo. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Kuna dalili huanza kimya kimya, bila maumivu makali, bila ishara za kutisha. Na ndicho kinachofanya hali hii kuwa hatari zaidi, kwa sababu watu wengi hupuuzia. Leo nitakuonyesha dalili 7 muhimu ambazo zinaanza polepole, lakini zinaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa ndani ya mwili wako. Usikose hata moja, kwa sababu dalili ya mwisho ndio watu wengi huchelewa kuitambua. Utokana na Daktari Lenny Komba anakuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia HIV ni nini kwa ufupi. HIV au virusi vya HIV hushambulia mfumo wa kinga ya mwili. Mfumo huu ndio unaokulinda dhidi ya magonjwa. Sasa fikiria hivi. Ni kama askari wanaolinda mwili wako wanapungua taratibu. Mwanzoni hakuna dalili kubwa, lakini ndani kwa ndani mwili unaanza kupoteza nguvu ya kujilinda. Na hapo ndipo dalili za awali huanza kuonekana kimya kimya. Homa ndogo ndogo inayojulikana huanza kujitokeza. Sasa leo nitakuletea dalili za mwanzo kabisa ambazo watu huzipuuzia. Dalili ya kwanza ni homa ya mara kwa mara. Homa ndogo ndogo zinajulikana au zinazokuja na kuondoka ni ishara ya kwanza kabisa ya HIV. Unaweza kuhisi mwili kuwa na joto kidogo, kutetemeka wakati mwingine, maumivu madogo ya kichwa, lakini hakuna sababu ya wazi. Watu wengi hudhani ni mafua ya kawaida, lakini ukweli ni huu. Hii inaweza kuwa mwili wako unapambana na maambukizi mapya ya HIV. Kama homa inajirudia mara kwa mara, haieleweki chanzo chake, usipuuzie au usichukulie poa hali hii. Dalili ya pili ni uchovu usioelezeka. Hii ni dalili ambayo watu wengi hupuuzia kabisa. Unajikuta unachoka haraka, huna nguvu hata kwa kazi ndogo. Unalala lakini bado unakuwa umechoka. Hii sio uchovu wa kawaida. Ni ishara ya kwamba mwili wako unatumia nguvu nyingi kupambana na kitu kisichoonekana. Kadri ya kinga inavyoshuka, ndivyo uchovu unavyoongezeka. Dalili ya tatu, tezi za mwili kuvimba. Tezi za mwili, lymph nodes, ni sehemu muhimu ya kinga. Zinapovimba ni ishara ya kwamba kuna vitu vinaendelea ndani ya mwili. Sehemu za kuangalia ni shingoni, kwapani, kwenye mapaja, na mara nyingi huzioni sana, lakini zinaonekana kama uvimbe mdogo usio na maumivu makali. Hii ni ishara ambayo haipaswi kupuuzwa. Dalili ya 4 ni jasho la usiku. Dalili nyingine ya ajabu lakini muhimu, kuamka usiku ukiwa umelowa jasho. Na sio jasho la kawaida, ni jingi kupita kiasi. Kuja ghafla hata kama chumba ni cha baridi. Hii ni ishara ya mwili wako kupambana na maambukizi ya muda mrefu. Watu wengi hudhani ni hali ya kawaida, lakini sio. Dalili ya 5, kupungua uzito bila sababu. Kupungua uzito bila juhudi yoyote ni ishara kubwa ya tahadhari. Unaweza kugundua nguo zimekuwa kubwa, uso umebadilika, mwili unapungua polepole, lakini hujabadilisha lishe yako. Hii ina maana mwili wako hauwezi kutumia virutubisho vizuri. Dalili hii mara nyingi huonekana zaidi kadri tatizo ambavyo linaendelea. Dalili ya 6 ni maumivu ya mwili pamoja na viungo. Maumivu yasiyoeleweka ni dalili nyingine muhimu. Misuli inauma, viungo vinauma, kichwa kinauma mara kwa mara, lakini hakuna sababu ya wazi. Hii hutokea kwa sababu mwili wako uko kwenye mapambano ndani dhidi ya virusi. Watu wengi huchanganya uchovu wa kawaida pamoja na hali hii. Dalili ya 7 ni vidonda na maambukizi ya mara kwa mara. Hii ndio dalili ambayo watu wengi hupuuzia sana. Unaweza kupata vidonda vya mdomo, vidonda sehemu za siri, maambukizi ya mara kwa mara. Pia unaweza kupata fungus kama oral slush. Hii inaonyesha wazi kuwa kinga ya mwili imeanza kudhoofika. Ukiona hali hii inajirudia, usisubiri. Na kwa nini watu wanapuuzia sana dalili hizi?
Hili ni swali muhimu sana. Sababu kubwa ni hii: dalili zinafanana na magonjwa ya kawaida, mfano mafua, uchovu, msongo wa mawazo. Watu wengi husema ni kawaida tu, itaisha. Lakini wakati huo huo virusi vinaendelea kuharibu kinga ya mwili kimya kimya. Umuhimu wa kupima mapema. Njia pekee ya kujua ukweli ni kupima. Hakuna dalili pekee yake inayoweza kuthibitisha. Kupima ni hali inayoweza kuthibitisha. Tunashauri pima haraka, na ni rahisi na ni siri. Ni jambo la muhimu zaidi. Ukigundua mapema unaweza kuanza matibabu mapema, na watu wengi wanaanza matibabu mapema huishi maisha marefu. Namna ya kujilinda. Tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Jilinda kwa kufanya vipimo vya mara kwa mara, kuepuka ngono zisizo salama, lakini pia kupata elimu sahihi ya afya. Maarifa sahihi yanaweza kukuokoa wewe na wengine unaowapenda. Usubiri dalili ziwe kubwa. Usubiri mpaka mwili ushindwe kufanya kazi. Kama umeona dalili hizi au unahisi kitu kama si cha kawaida, chukua hatua leo. Afya yako ni muhimu. Kama video hii imekusaidia, bonyeza link subscribe kwa maudhui zaidi ya afya. Share na wengine, huenda ukawa umeokoa maisha yao. Bonus pekee ambayo nakupatia siku ya leo: nenda kapime bure kwenye kituo cha afya cha jirani ili ujue afya yako. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.